Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru kwa nafasi, lakini nichukue fursa hii binafsi kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu mwingi wa rehema. Vile vile nichukue fursa hii kukishukuru sana chama changu, Chama cha Mapinduzi, chini ya uongozi wa mwenyekiti wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa namna ambavyo walisimamia mchakato wa uchaguzi kuanzia kura za maoni hadi uchaguzi mkuu, na hatimaye leo niko hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, niwashukuru sana wananchi wa jimbo la Singida mjini kwa imani kubwa walioonyesha kwangu. Wamenichagua kwa kura nyingi, na mimi mbele yako nawaahidi kwamba tutawatumikia kwa weledi mkubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimesikiliza hotuba ya Waziri Mkuu, nimeisoma mara kadhaa, nimeielewa. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa hiyo imetueleza wapi tumetoka, mafanikio tuliyoyapata, lakini nini makusudio na matarajio ya wananchi wa Tanzania. Nianze kwa kupongeza kwenye makusanyo ya mapato. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imefanya vizuri sana kipindi hichi. Kwa mwaka 2025-26 mpaka kufikia Februari, tayari walishakusanya bilioni 26.63 dhidi ya bajeti ya makadirio ya mwaka huo ambao ni trilioni 25.68, sawa na 103.7%. Hii ni mafanikio makubwa sana, na hii inaonyesha namna gani sasa nchi inajipanga kwenda kujitegemea na kupunguza utegemezi wa kutoka nje, lakini vile vile uwezo wa kuhudumia jamii ya Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri zetu pia zimechangia. Ziko halmashauri 184. Ziko zinazokusanya kwa kiasi kikubwa, ziko zinazokusanya kwa kiasi cha kati, lakini ziko zinazokusanya kiasi kidogo. Na miongoni mwao zipo zinafikia malengo na zipo zisizofikia malengo kwa sababu mbalimbali. Niombe sana serikali izisaidie halmashauri ili ziweze kupata fedha na kuhudumia wananchi. Moja ya eneo ambalo nitaka kuongelea ni fedha ambazo zinakusanywa na halmashauri kwa niaba ya serikali, lakini sehemu inayotakiwa kurejeshwa huwa hairejeshwi kabisa, au inarejeshwa kidogo, au haipatikani kabisa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitoe mfano wa kodi ya ardhi. Halmashauri zinakusanya kodi za ardhi, zinafikisha serikalini, zinapaswa kurudishwa 20%, lakini haijawahi kurejeshwa hata siku moja. Na tukumbuke fedha hizi zinakuwa ziko kwenye bajeti na zinaathiri bajeti kwa maana ya kutofikia malengo, lakini vile vile zinaathiri utekelezaji wa shughuli za halmashauri kwa maana ya kutoa huduma. Nitoe mfano wa halmashauri ya manispaa ya Singida ambayo imekusanya milioni 999.1, ambapo ilitakiwa irejeshewe milioni 199.8, ni sawa na milioni 200, lakini hazijawahi kurejeshwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, milioni 200 kwenye bajeti ya halmashauri ni pesa kubwa sana. Niombe basi taratibu za kisheria zifuatwe na fedha hizo zinarudishwa kwa wakati ili ziweze kufanya kazi zilizokusudiwa kwa mwaka husika. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali pia ina kila sababu ya kuzisimamia halmashauri. Tunaona kabisa ziko halmashauri zinakusanya kidogo na hivyo kutoa huduma kwake ni shida. Niombe kupitia miradi mikakati halmashauri zipate fedha, na miradi hiyo mara nyingi inakuwa imesimama mwaka mzima kuweza kukusanyika. Mfano mzuri, halmashauri zinajengewa stendi, zinajengewa masoko, na mimi niombe serikali. Halmashauri ya manispaa Singida ina soko kongwe sana, soko lililojengwa mwaka 1958. Inahatarisha walaji, inahatarisha wanaofanya kazi katika eneo hilo, lakini pia uwezekano wa halmashauri kupata mapato mazuri unakuwa mdogo. Nikuombe Mheshimiwa Mwenyekiti, kupitia nafasi hii basi serikali ione namna ya kutusaidia wananchi wa manispaa Singida kupata soko zuri. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, niongelee habari ya afya. Kwa muda mrefu halmashauri ya manispaa Singida ilikuwa haina hospitali ya wilaya. Ni miaka miwili tu tuliacha ile ilikuwa hospitali ya mkoa kwa hospitali ya wilaya, lakini ikiwa haina kitu chochote. Mheshimiwa Mwenyekiti, historia ya hospitali hiyo imejengwa mwaka 1950 na kwa wakati wote imekuwa ikikarabatiwa tu. Inakosa miundombinu mingi ya muhimu kama chumba cha wagonjwa mahututi, wodi zimechakaa, OPD ndo haifai kabisa, na nimshukuru naibu waziri wa TAMISEMI alifika na amejionea, lakini niombe sasa
tupate fedha tujenge hospitali nzuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, na kwa sababu ndio hospitali imeanza, ina mapungufu makubwa ya watumishi kwa maana ya waganga na wauguzi. Tuna daktari bingwa mmoja tu wa magonjwa ya wanawake. Hakuna daktari bingwa wa magonjwa ya watoto, hakuna daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, yani physician. Lakini hatuna wa teknolojia wa madawa, hatuna wa teknolojia wa mionzi, hatuna fundi sanifu wa vifaa tiba, lakini hatuna wataalamu wa dawa za usingizi. Kwa hospitali kubwa yenye hadhi kama hiyo kukosa wataalamu wote hao sio sawa. Tunaomba sana TAMISEMI watuangalie, watuletee wataalamu hao ili tuweze kufanya vizuri katika swala zima la tiba, tutekeleze yale ambayo tumewaahidi wananchi katika ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikiongelea swala la elimu, tumefanya vizuri sana. Tumejenga madarasa na shule mpya, tumejenga shule ya sekondari ya wanawake ya wasichana kila mkoa, tumejenga shule za amali, tumepata ajira mpya. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, bado kuna mapungufu katika miundombinu. Nitoe mfano, halmashauri ya manispaa ya Singida mpaka kipindi kilichopita ilikuwa na shule ya level moja tu, shule kongwe ya Mwenge Sekondari. Lakini nimshukuru Mheshimiwa Rais, leo tunavyoongea zimeongezeka shule 5 za A-level. Kilichofanyika Mheshimiwa Mwenyekiti ni kujenga mabweni na madarasa na matundu ya vyoo tu. Lakini iko miundombinu muhimu iliyosahaulika. Watoto wale wanakaa boarding. Hakuna dining hall wala hakuna jiko. Vyakula vinapikwa mahali ambapo hapafai, lakini watoto wanakula ovyo nje, mara mabwenini, mara madarasani. Sio sawa kwa afya ya watoto wetu. Tunaomba tunapojenga shule hizi basi angalau miundombinu hii muhimu iangaliwe ili watoto wetu wakae katika mazingira mazuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, niongelee swala la TARURA kama ambavyo wamesema wenzangu. Kwa kweli tuna shida kubwa ya barabara. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninakwambia hapa ninavyoongea mji wa Singida unahudumiwa kwenye mtandao wa barabara za TARURA kilomita 523 tu. Takwimu ambayo ni ya zamani sana. Mji wa Singida unakuwa kwa kasi, ukiangalia unavutwa na mji dada wa Dodoma. Tuna zaidi ya kilomita 2000 ambazo hazijaingia kwenye mtandao. Tuombe serikali ifanye mapitio kila mara ili kupata uhalisia wa urefu wa barabara. Lakini bajeti pia ni ndogo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa namna ambavyo ametoa tamko mbele ya bunge hili kwamba sasa anaamrisha hela zote ziende kwenye mfuko. Na tuzitungie sheria Mheshimiwa Mwenyekiti, zisitumike bila kibali maalum ili lengo zima la kutengeneza barabara likamilike. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikiri maslahi, mimi ni mjumbe wa kamati ya afya na masuala ya ukimwi. Tumetembelea, tumeangalia, lakini leo niongelee kidogo kuhusu ukimwi. Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa bado kuna shida. Wote tunafahamu historia ya ugonjwa huu. Ulianza zamani, ukapewa majina mbalimbali, Slim Fit, Juliana na kadhalika. Na zamani watu walikuwa wanakonda, watu wanaogopa ukimwi. Lakini leo hakuna anayekonda wala hakuna anayeonekana kwa macho kwamba na ukimwi. Hii imewafanya watu kupunguza kasi ya upimaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia takwimu wa Tanzania zaidi ya milioni 60 wanaopima hata robo hawafiki. Hii maana yake elimu bado haijafika kwa wananchi au kuna kupuuza. Hivi ni lazima serikali ifuatilie kuhakikisha kila mtu anatambua hali ya mwili wake. Lakini wale wanaobainika wana matatizo tayari wanapata tiba. Na kwa sababu ni tiba endelevu za kila siku, walio wengi wameacha. Na hili ni tatizo kubwa. Nitoe mfano, tulienda kutembelea konga moja Ilala, maeneo ya Pugu. Katika watu 700 walioacha matumizi ya dawa, waliofanikiwa kurejeshwa ni watu 200 tu. Sasa ni hawa walioonekana, huko majumbani wako zaidi ya hawa. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuongeza elimu, ufuatiliaji, kuhakikisha wale wanaopatikana wanatumia dawa kwa ajili ya nguvu kazi ya taifa. Mheshimiwa, muda wako umeisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimalizie kidogo swala la waraibu wa dawa za kulevya na ukimwi. Tumegundua kwamba hawa watu wanaendana. Na Dar es Salaam ni wengi mno. Na huko tunakoenda watakuwa wengi zaidi. Wako wasiofika kwenye vituo na wako wanaofika kwenye vituo.
Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali iliangalie vizuri na waathirika wengi ni wa Mheshimiwa. vijana ambao ndo nguvu ya taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga hoja. Asante Mheshimiwa.